Katika hali isiyo ya kawaida, mkazi wa kijiji cha Mwanekei, wilaya ya Kwimba, mkoani Mwanza, Shabani Lyahasi ameangua kilio mahakamani alipotakiwa kujitetea kabla ya kusomewa hukumu katika kesi ya ubakaji iliyokuwa inamkabili. Lyahasi mwenye umri wa miaka 24 amesomewa hukumu hiyo katika mahakama ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza na kupewa adhabu ya kifungo cha miaka 30 jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumbaka mwanafunzi wa darasa la 7 mwenye umri wa miaka 15. Jina linahifadhiwa kwa sababu za kisheria. Hukumu hiyo katika kesi namba F26610/2024 imesomwa jana Machi 12 mwaka 2025 na hakimu mkazi mwandamizi John Chai Jagadi wa mahakama hiyo mbele ya mwendesha mashtaka wa serikali Juma Kiparo. Imedaiwa mahakamani hapo kwa mshtakiwa alitenda kosa hilo tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2024 huko katika kijiji cha Mwamanga wilayani humo ndani ya chumba chake, huko akimwahidi binti huyo kuwa atamuoa kinyume na kifungu cha 131(2)(e) na 131(1) vya kanuni ya adhabu sura ya 16 ya sheria ya marejeo ya mwaka 2022. Mshtakiwa alifikishwa mahakamani tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2024 na kusomewa shtaka lenye kosa la kubaka na mwendesha mashtaka, ambapo alikana kutenda kosa hilo, jambo lililopelekea mwendesha mashtaka kwa niaba ya jamhuri kuita mashahidi 4 akiwemo mwathiriwa wa kitendo hicho. Baada ya hakimu Jagadi kusikiliza mashahidi wote 4 wa jamhuri, aliona kwamba mshtakiwa alikuwa na kesi ya kujibu na hivyo kumtaka aweze kujitetea. Baada ya kupewa nafasi hiyo, mshtakiwa alishindwa kujitetea na kuangua kilio mbele ya mahakama hiyo. Aidha, mwendesha mashtaka aliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mtuhumiwa kwa kuwa vitendo hivyo vya ukatili kwa wanawake vimekuwa vingi ambavyo vinasababisha mabinti kushindwa kumaliza shule na hivyo kufifisha juhudi za serikali za kuwawezesha watoto wa kike kushindwa kufanikiwa. Hata hivyo, kilio hicho hakikuweza kuzaa matunda kwa kumuondoa katika shtaka hilo, na hivyo hakimu Jagadi kumhukumu kutumikia kifungo cha miaka 30 pamoja na kulipa fidia ya shilingi 300,000 kwa binti aliyetendewa ukatili huo. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Nishatini maendeleo. Umewaka uo. Unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.